Tutakuwa na mtihani wa usajili na leseni unaotarajiwa kufanyika tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa lengo la kupima umahiri kabla ya kumruhusu muuguzi au mkunga kwenda kutoa huduma kwa jamii. Jukumu hili linafanyika ili kuhakikisha kwamba umma unapata huduma iliyo bora na salama, huduma za uuguzi na ukunga kupitia wataalamu wake. Jumla ya watahiniwa 4414 wamekidhi vigezo, hivyo wanatarajiwa kufanya mtihani huu wa usajili. Na watahiniwa hawa wako katika ngazi mbalimbali. Tuna ngazi ya astashahada almaarufu kama certificate, wako 25 ambayo ni sawa na 0.6 asilimia. Lakini tuna wataalamu wa stashahada wako 3713 sawa na asilimia 84. Na tuna wataalamu wa ngazi ya shahada ya uuguzi na ukunga 625 sawa na asilimia 14. Lakini tuna shahada ya uuguzi ambao wako 16 sawa na asilimia 0.4. Pamoja na hayo pia tuna hii shahada ya uuguzi katika utoaji wa ganzi kwa dawa za usingizi na ganzi tiba. Hawa wako 35 sawa na asilimia 1. Kwa hiyo kwa ujumla wao wote ndio wanaleta hii namba ya 4414. Watahiniwa hawa watakuwa kwenye vituo mbalimbali. Katika kipindi hiki tuna vituo 6 ambavyo watafanya mtihani, na vituo hivyo viko katika mikoa mbalimbali kama ifuatavyo. Tuna kituo cha Kampala International University KIU ambacho kiko Dar es Salaam. Hiki tutakuwa na watahiniwa 1098. Tuna kituo cha Tandabui Institute of Health Science and Technology. Hiki kiko Mwanza. Kutakuwa na watahiniwa 971. Tutakuwa na kituo cha St. John University. Hiki kiko hapa Dodoma. Tutakuwa na watahiniwa 793. Tuna kituo cha Ruaha Catholic University kiko Iringa. Tutakuwa na watahiniwa 720. Tutakuwa na kituo cha Institute of Accountants Arusha. Tutakuwa na watahiniwa 549. Lakini pia tutakuwa na kituo pale Tabora, kuna chuo kinaitwa Tabora Polytechnic. Tutakuwa na watahiniwa 283. Kwa hiyo tunawategemea hawa watahiniwa 4414 watafanya mitihani yao katika vituo nilivyovitaja hapo juu. Na mgawanyo wa vituo hivi ni kwamba watahiniwa wenyewe walipewa nafasi ya kuchagua mahali gani wanataka kufanyia mtihani. Tunapenda kuwakumbusha watahiniwa wote, kwanza wawe katika muonekano nadhifu kwa kuzingatia taratibu na kanuni za mitihani na kuheshimu maelekezo yatakayotolewa na wasimamizi kwa kipindi chote cha mtihani. Lakini pia tunawaomba sana kujiepusha na tabia za udanganyifu kabla ya mtihani au akiwa kwenye chumba cha mtihani au hata baada ya mtihani, kwa sababu ikibainika anajihusisha na udanganyifu wowote ni kosa kwa mujibu wa sheria ya uuguzi na ukunga ya mwaka 2010 na kwa mujibu wa kifungu cha 22 cha kanuni ni kwamba adhabu yake ni kufutiwa mtihani. Na mwisho, kwa niaba ya Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania, ninawatakia watahiniwa wote safari njema.